Tulikuwa na ziara kwenye mkoa wa Pwani na tunapita kwenye halmashauri zote kwa ajili ya kutoa elimu ya fedha, lakini pia ni elimu ya uwekezaji kwenye hati fungani. Tanzania waweze kutumia hizi fursa zilizopo kwa ajili ya kuwekeza kwenye haya masoko ya fedha ambayo kwa namna moja kwanza itawasaidia au itawanufaisha kipato cha uhakika kutokana na uwekezaji kwenye masoko ya fedha, lakini pia katika kuwekeza huko kwenye masoko ya fedha vile vile wanashirikishwa kujenga uchumi wa nchi kwa maana ya kuchangia, kwa sababu wanapowekeza kwenye haya maeneo wanaiwezesha serikali pia kufanya ile mikakati ya miradi ya kimkakati kama ujenzi wa barabara, mashule, hospitali. Kwa hiyo kupitia mtu mmoja mmoja, kwa maana ya wafanyakazi, wastaafu, taasisi, kuwekeza kwenye hati fungani kwanza ni eneo salama, kwa sababu unawekeza na serikali haiwezi kukiuka makubaliano, lakini hata riba zinazopatikana kwenye hati fungani ni kubwa, ni nzuri, zinaridhisha. Kwa hiyo inamsaidia mtu kuweza kuongeza kipato, lakini pia hati fungani hiyo inahamishika, kwa maana kwamba anaweza kuuza muda wowote anapohitaji pesa au anapokuwa amepata mwanya mwingine wa uwekezaji. Lakini hati fungani hiyo inatumika kama dhamana kwenye mikopo ya mabenki. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa upana wake ni namna gani mwekezaji anapokuwa amewekeza kwenye hati fungani jinsi anavyoweza kunufaika, lakini na upande wa serikali, lakini pia na upande wa masoko ya mitaji. Hati fungani zimesaidia kukuza, imewezesha taasisi nyingi kuweza kupata mitaji kwa kutumia masoko ya fedha. Sasa hivi taasisi nyingi zinaingia sokoni, zinauza hati fungani. Tulishaona miaka 2-3 iliyopita Samia Bondi ile iliuzwa kwa ajili ya TARURA kwa ajili ya miradi ya mabarabara, lakini tumeona mwaka jana pia CTB, Tanzania Commercial Bank, TCB wameuza Stawi Bond ya miaka 5. Ile ni kwa ajili ya kuwezesha wafanyabiashara wadogo na wale wakati waweze kupata mitaji. Wito wako nini kwa vijana ambao wameajiriwa kwa ajira mpya kwa sasa hivi kuhusiana na uwekezaji wa hati fungani? Kwa vijana ambao wanaajiriwa hivi sasa, mimi na washauri wasikose hii fursa, waweze kukuza mitaji yao kidogo kidogo, kwa sababu kiwango chetu cha chini tumesema kwenye hati fungani ni milioni 1. Kwa hiyo ina maana kama ni kijana akiweza kuanza sasa hivi mpaka anaenda kufika muda wa kustaafu anakuwa amejitengenezea mafao ya kutosha kabisa, na ataweza pia kulea hata familia yake, kusomesha watoto na kuendesha familia katika maisha ambayo ni tulivu. Mafunzo hayo kwa mimi amenifundisha namna bora ya kuwekeza, kujua matumizi ya fedha vizuri, kupanga bajeti na kuandaa bajeti, maana ndo msingi mkubwa wa uwekezaji na mafanikio. Pia wametuelekeza sana kuhusu kuepuka mikopo isiyo na tija ili kujiwekea maisha bora ya ustaafu wetu. Vijana wenzangu, kutokana na hii elimu ambayo tumepewa, tusiishie tu kupata elimu, pia tuende kwa vitendo, kuwekeza kama katika bondi na UTT kama walivyotuelekeza ndugu wawezeshaji, kutumia matumizi sahihi ya fedha, pia kuepukana na mikopo ile ambayo sio na lazima. Na katika mafunzo haya nimepata faida kwa sababu nimejua namna ya uwekezaji na uwekezaji una faida gani, na pia wametuelekeza namna ya kujua usahihi wa hela zako ziweke sehemu gani ili uwekezaji wako baadaye uweze kulipa.